wameweka standard. Wewe kazi yako ni kumiti standard. Kwanza kuitambua hiyo standard, kisha kujipima uko tayari kwenda na hiyo standard walioiweka ufalme wa mbinguni. You have three things, una mambo matatu: kubaini standard iliyowekwa na ufalme; mbili, kujipima uko tayari; na tatu, kuzingatia maamuzi yako kwamba I'm ready, I want to take over. Nataka kuwa kama maelezo haya yanavyosema. Kila anayeoa, anayeolewa ana standard ameweka. Nataka mwanaume wa aina hii, nataka mwanamke wa aina hii. Akitokea ambaye hafanani na ile standard, wewe mwenyewe unamdisqualify. I don't want this. This is not my choice. Kama wewe unaweza ukaweka standard wa yule unayetaka kuishi naye, tambua Mungu ameweka standard kwa yule anayetaka kutembea naye, na yeye anasema I want this. Mahali fulani anasema mtu huyu ndiye nitakayemwangalia. Mtu gani? Aliyemnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekaye asikiapo neno langu. This kind of people I will consider. Kwa hiyo wewe kama unataka kuzingatiwa na Mungu, nimesema there are three things. Namba moja, kwanza ujue hivi standard ya Mungu ni ipi ameweka. Kama mimi nataka kubarikiwa na Mungu, kama mimi nataka kuinuliwa na Mungu, kama mimi nataka kumwona Mungu, kama mimi nataka kuwa wa Mungu, kama mimi nataka kuwa wa maajabu, nitende maajabu, Mungu anataka nizingatie nini? Learn, start, kisha jipime. Are you ready? Ndio maana anasema Isaya 1:19 anasema aliye tayari na kukubali atakula mema ya nini? Sasa mkikubali mkatii, utakula. Then take steps, chukua hatua. Chukua hatua. Vigezo huzingatiwa. God, Mungu tunayemwabudu is the best God. Ni Mungu aliye bora kuliko miungu yote, the best God. Wale wanaoinuliwa na yeye are the best people. Get this in your mind. Best God blesses best people. He is a peculiar God. Ni wa pekee. Anasema akaupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee. Jesus is a very unique Jesus. Kuna mayesu wengi. Yesu anafanya mambo ya ajabu mno kwa wale wote walio wa pekee. So wewe unajikagua, are you such kind of people? Are you a peculiar people or a normal person? Kama wewe ni wa kawaida, even your blessing will be normal. Weka hii kwenye akili yako. Biblia inasema Samueli wa kwanza 18, 14, 15, naye Daudi akatenda kwa busara katika njia zake zote, naye Bwana alikuwa pamoja naye.
Daudi akatenda kwa busara. Biblia inasema Sauli alipoona ya kwamba alitenda kwa busara sana, yeye alimwogopa Daudi. He was a peculiar, he was the best. Kabla hajawa mfalme, he was the best. He proved to be the best person. Yani mfalme anamwona Daudi ni mtu wa pekee sana. Mfalme huyo ni mfalme, anamwona huyu mheshimiwa ni wa pekee sana sana. Mstari wa 18, mstari wa 5, tunashuka tu chini hapa. Biblia inasema basi Daudi akatoka kwenda kila mahali alikotumwa na Sauli, akatenda kwa akili. You see that? He was mentally powerful. Alikuwa na akili. Kila alikotumwa kwenda kufanya kazi alitenda kwa akili. Ni kitu gani kikaonekana? Biblia inasema Sauli akamweka juu ya watu wa vita. So he was promoted kwa sababu alitenda kwa akili. Hakuwa mtu wa kawaida, hakuwa askari wa kawaida, aliinuliwa. Sauli akaona huyu anafaa kuwa juu, sio kuwa chini. Mtu yeyote ambaye sio tu ana akili, anatenda kwa akili, siku zote huwa nafasi yake ni ya mbele. Get this. Siku zote nafasi yake ni ya wapi? Mbele, juu. Biblia inaendelea kusema, anasema jambo hili likawa jema machoni pa watu wote na machoni pa watumishi wa Sauli. Everybody was happy with David. Kila mtu akawa na furaha, Daudi anastahili kukaa pale. Iko hivi, mkubwa yoyote akifanya makosa ya kumuinua mtu kwenye cheo, kwenye nafasi, atakuja kuona comment za watu. Sio mtu mmoja. Akiibuka mtu mmoja, huyu ana kiroho chake kichafu. Ila wakiinuka asilimia kubwa ya watu wanasema wananungunika. Ina maana mkubwa anatakiwa mara moja achukue hatua ya kumtoa huyu mtu. Biblia inasema Daudi mfalme alimpenda. Yapo mfalme alimchukia, lakini mfalme alimpenda kwa lazima, kwa sababu hakukuwa na mwanaume anayefaa kufanya kitu kizuri kama nani? Kama Daudi. Nikwambie kitu, Daudi alizaliwa na wenzake walikuwa kama 8. Ilipofika swala nabii anaenda kumweka wakfu mtu, Nabii Samuel alikuwa anaangalia mabodi, mameili. Sasa huyu anafaa. Mungu anaambia so huyu. Huyu Mungu anaambia so huyu. Huyu si. Daudi anakuja, Mungu anasema ndo huyu. Sasa Mungu angalia kama binadamu, Mungu anaangalia nini? Moyo. Okay. Mungu anaangalia nini? Moyo. Walikuwa 8. Anayetakiwa kuwa juu, kuwa mbele ya wengine hawa, akaonekana nani? Daudi. Hii ina maana unapopanda bajaji mpo 2 3, unapopanda ice mpo 20, mpo 30. Jiulize, who are you among all these abiria wenzako? Are you better than them? Are you the best of all abiria mule ndani? Mmezaliwa kwenye familia mpo 6 7 8, 2 3. Who are you among all? Are you better than all? Kwa sababu I want to tell you this, yule ambaye ana kitu cha pekee sana, haijalishi mateso aliyonayo, Mungu atakuja kumwokoa na mateso yake yote, kwa sababu Mungu anataka kuonana na hawa watu ambao wana kitu muhimu ili awatumie kwa ajili ya jina lake. Do you get my point? Waaminifu wataenda kama unavyoongoza. Ndani ya miezi 6 kuna watu watakuwa mbele,
kuna watu watakuwa juu. Amekupa miezi 6, ana uwezo wa kubadilisha historia yako within 6 months. Aise, sijui nyie mmenielewa huko ndani. Nilikuwa naomba pale, mke wangu akanishangaa tu, niko napiga kelele, nalia, machozi yananitoka, yani ile wivu, ile hasira. Kwa nini? Sauti ya Bwana nimesikia. Sasa waambie watu wangu, if watasikia hichi unachosema, 6 months, kila kitu kwenye maisha yao kinabadilika ndani ya miezi 6. Uwezo wa kufanya mambo makubwa hautoki kwako, unatoka kwa nani? Kwa Mungu. Hautoki kwako, hautoki kwako. Biblia inasema Daniel 1:20, na katika kila jambo la hekima na ufahamu alilowauliza mfalme, akawaona kuwa walifaa mara 10 zaidi times kuliko waganga, wachawi, sunani. Niwaambie kitu, watu ambao wameinuliwa sana na Mungu wana akili sana, sio wana imani sana. Wana nini? Imani inakuja baadaye. Sio watakatifu sana, wana nini? Akili. Watu wenye akili wana ufahamu, ndo ufahamu ndo akili. Alafu wana nini? Wana wisdom, wana hekima. Ukimsikia mtu mwenye akili akiongea, you love to hear. Watu wenye akili wanaongea, hawaongei sana. Ni watu ambao wakiongea wanaongea vitu ambavyo ni pointi, hawaongei matakataka. Mimi ili niwe mhubiri ambaye ninafanya vizuri kwenye gospel, kwenye eneo la akili, kwa miaka yangu 15 niliishi maisha ya kukesha nikisoma sana. Nimesoma sana. Nikisema sasa hivi nimesoma vitabu vingapi tofauti, ni zaidi ya vitabu 300. Reading. Ili kinywa changu ninapoongea, hata ukinipa dakika 5 uone naongea material. I love reading. Hekima iko huko. There are 3 types of brilliant people. Kuna watu aina 3 wenye akili. Mtu wa kwanza ni mtu ambaye ana akili lakini zimepitwa na wakati. Old brilliant vision. Ana akili lakini zimepitwa na wakati, si kwa ajili ya matumizi ya sasa, ila ana akili kwa zama zake. Aliitwa mwenye akili kwa sababu kuna mambo aliyafanya, ila hizi zama akili yake haimsaidii sana. Na aina ya pili, a new version brilliant people, ni watu ambao wamefanyia maboresho akili zao. Akili, walikuwa na akili kama yule wa mwanzo, ila yule wa mwanzo amestagnate, amefikia ukomo. He don't receive new things, new ideas, new knowledge, new. Ila huyu wa pili ana shauku ya kuwa mtu. He read, he study, he get information, new information. Akili yake inayote
uliopo. Watatu, tengeneza akili ili wenye akili wazitumie. A vision creator, yeye anatengeneza matoleo ya akili, analeta wazo jipya, wenye akili wanatumia yale mawazo kuishi, kufaidika, kunufaika. Ndio tunaona watu wa teknolojia wako huko, watu ambao wana mawazo, wanatengeneza program mbalimbali, they are bringing. Yani wao wanatengeneza mawazo ya akili, alafu watu wenye akili wanafanya nini? Wanatumia. Sasa wewe jikague, wewe ni aina gani? Muulize ilani yako, who are you? Muulize kwa Kinyaturu, mwambie who are you? Hawa ni wenye akili. Katika maisha yangu ya huduma walipenda kuniita mzee wa viwango, a man of excellence. Why? Mimi ni mtu ambaye napenda mawazo mapya kila siku. Ni msumbufu sana hata nikiwa nyumbani. Chakula nataka chakula, yani usiniambie tu ugali, maharage, ubwabwa, nini. Lete kitu kingine. Nenda shule, lete kitu kingine. Kwa hiyo mimi waumini hawachoki kunisikiliza. Kwa nini? Nina vitu vipya kila siku. Huwezi choka. Mstari huo tumeujadili juzi, nikija kuongea kesho tofauti. I come with a new revelation. Ningekuwa Marekani mimi ningefanya vitu vingi sana. Lakini hapa Tanzania kwa jina la Yesu tutafanya. Sema amen. Nasema hapa tutafanya. Hapa tutafanya. Usiwe namba moja, uwe namba 2. Hata kama utafikia level namba 3, lakini uwe namba ngapi? Uwe mtu mpya. Usiwe mtu yule. Tafuta hekima mpya ya kuongea, tafuta hekima mpya ya kuwasiliana, tafuta hekima mpya ya kuongea na Mungu, hekima mpya. Yani everything become a new. Ili watu wakikupima wasema huyu jamani kichwa